الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu katika imani, kwanza shukrani kwa Allah tabaraka taala amekajalia tupo katika moja wa nyumba zake katika mida hii, nyumba Allah tabaraka taala. Pia rehema na zifikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yeye ni kiongozi wetu, katuongoza katika kuelewa kile lenye kheri, katuelekeza na kila baya katuelekeza tupate kuliepuka na kuliacha. Tunazungumzia fadhila za mwezi wa Ramadhan. Hakika tupo katika mwezi wa Ramadhan. Mwezi huu ni moja kati ya nguzo tano za Kiislamu, na ambapo Allah tabaraka taala kafaradhisha kuufunga mwezi huu kwa umma wa Kiislamu. Kwenye Qur'an Allah akatuita ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, ni faradhishiwa kufunga. Kufunga ni moja kati ya nguzo tano za nini, za Uislamu, na Muislamu hatakiwi kama kusudi kuacha kutofunga nini, funga Ramadhan. Na amri hii Allah tabaraka taala inahusu Uislamu wote kwa jumla, kama vile ambavyo amri nyingine za Allah zipo tunapaswa kuzitekeleza. Kwa bahati nzuri mashaallah Waislamu wengi wanaitikia funga Ramadhani, lakini amri nyingine za Allah watu bado wako nyuma sana amri hizo za Allah tabaraka taala. Hasa ni muhimu kwa munasaba wa mada hii na mahala hapa katika nyumba Allah tabaraka taala, Waislamu tuitikie wito kutekeleza amri zote za nani, za Allah tabaraka taala, ili sote tuweze kupata radhi za nani, za Allah subhanahu wa taala. Kadhalika mwezi huu wa Ramadhan katika fadhila zake, mwezi ambao umeshwa katika mwezi wa Qur'an. Mwezi wa Qur'an katika mwezi huu, na Qur'an ndio kitabu, ndio kiongozi chetu wa Islam. Allah katika Qur'an katuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani mwezi ambao umeshwa katika mwezi wa Qur'an. Yani mwezi wa Qur'an umeshwa katika mwezi huu. Kushika Qur'ani ni nini? Huda linasi, ni muongozo kwa watu. Kwa hiyo watu wote, wanadamu wote pasa ongozane na Qur'an. Na Allah kuleta Qur'an katika mwezi wa Ramadhani ni tandiko umma wote wa Kiislamu. Kama Uislamu umma mzima huu una jambo lao. Jambo lao nini? Hii Qur'ani iongoze katika maisha yao ya kila siku. Kama vile ambavyo umma wa Kiislamu umeitikia kufunga Ramadhani, umauitikie amri nyingine za nani, za Allah tabaraka taala. Qur'ani tuongoze katika maisha yetu kila siku. Sasa kwa masitiko makubwa kwamba Qur'ani katika Waislamu katika zama za sasa yana nafasi ndogo sana katika maisha yetu kila siku, kwamba Qur'ani inatekelezwa katika baadhi ya mambo, lakini mambo mengi ya Qur'ani Waislamu wakaona nayo, bali hata wale tayari Waislamu wenyewe kama anagombana mwenzia akirejesha katika Qur'ani unakuta anasinyaa na kunyanyapaa kama hayuko tayari, kwamba bana niache bana, yani kana kamba anaona Qur'ani jambo dogo, jambo la kawaida. Kwa Qur'ani kitabu cha nani, cha Allah tabaraka taala, cha kuongoza watu katika maisha yote kila siku. Dunia leo matatizo yaliyopo sasa dunia nzima, mauaji, mateso, dhulma zilizopo zitaondoka baada wanadamu hao kuongozwa nini na Qur'an, kitabu cha Allah kiongozi maisha ya watu. Allah anayekaomba wanadamu anajua kila ambalo lina kheri na wanadamu kawaelekeza, ambalo lina shari kawaelekeza apate kuliepuka. Sasa ulimwengu utaondoka na hali iliyokuwa nayo, mateso yaliyopo duniani, dhiki, umaskini, kadha wa kadha, haya yataondoka ulimwengu mzima baada ya ulimwengu wote kurejea kwenye nini, kwenye muongozo ile aliyeumba ulimwengu na vilivyomo. Nani? Allah tabaraka taala ndiye kuumba ulimwengu na vilivyomo. Baada ya ulimwengu unavyolimwa kuviumba, akaletea muongozo uongoze katika maisha ya kila siku, ambao ni nini? Kitabu cha Allah tabaraka taala. Lakini kwa bahati mbaya ulimwengu jambo hili hawajalielekea. Ni jukumu la Uislamu wote, kwa tuna kheri hii ya Qur'ani kuinaji katika ulimwengu. Jamani walimwengu, njooni kwenye Qur'ani, njooni kwenye muongozo wa Allah tabaraka taala, mtapata kheri dunia na akhera, na kufanikiwa kuweza kupata mazuri na kuishi maisha raha katika ardhi kama ambao waliishi watu Waislamu wa zama zilizopita toka Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kadhalika mwezi huu wa Ramadhani katika fadhila zake kuna Lailatul Qadri, usiku wa cheo, ambao tumeambiwa usiku ni Lailatul Qadri khairu min alf shahr, ni bora kuliko miezi gani? Miezi 1000, miaka 83 na miezi michache. Kwa maana mtu atakayepatikana kafanya ibada katika masiku hayo Lailatul Qadri, mashaallah ana khairi kiasi hicho, na hupatikana katika mwezi wa Ramadhani katika kumi la mwisho la masiku ya witri. Kwa muhimu kwa Muislamu kujitahidi kwa kutupata Ramadhani
Ramadhani asikose katika kumi la mwisho kukesha, kufanya itikafu, kufanya kheri mbalimbali, yeye apate kuvuna kheri za miezi 1000 ambao hupatikana katika usiku gani? Usiku wa Lailatul Qadr. Shahr Ramadhani shahru al-maghfira, ni mwezi wa nini? Kupata msamaha Allah tabaraka taala, lakini kwa mwenye vigezo. Una vigezo vya kusameheka, unafanya mambo ambayo unapaswa usamehewe. Kasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi anatueleza saba, Abu Huraira anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadhan, yote mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani katika Islam imana, kwa imani ya dhati, kama ni amri ya nani? Ya Allah tabaraka taala. Si wale wanafunga kwa sababu ni kapa maelekezo na daktari wake, bwana ufunge afya yake kwa nguvu kama ukufunga. Au mwingine anafunga kwa kuwa anasema iko iftari, kuna lazimika afunge tu. Anayefunga imana wa ihtisaba na kutaraji ujira mbele ya Allah tabaraka taala ni nini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehe madhambi yake yaliyotangulia. Huu ni mwezi wa msamaha kwa mtu ambaye atafuata vigezo na njia za nani ambazo kaelekeza Allah tabaraka taala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jambo lingine katika mwezi huu wa Ramadhani, miongoni mwa fadhila zake nyingi kabisa, moja hapo kama ambavyo anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-siyamu junna, funga ni kinga. Funga ni nini kinga? Kule katika ya funga akasema la'allakum tattaqun, mpate kuacha Mungu. Kama ana anayefunga vilivyofunga Ramadhani kumbadilisha katika hali moja kuja katika hali nyingine. Sasa jitazame Muislamu maisha yake, hayatu kabla Ramadhan wa hayatuhu fi Ramadhan wa hayatu baada Ramadhan. Maisha yake kabla Ramadhani ilikuwaje? Maisha yake ndani ya Ramadhani ilikuwaje? Na baada ya Ramadhani maisha yake yatakuwaje? Yuko vile vile, kuna badiliko. Lengo kumbadilisha mfungaji katika hali bora ya kheri ya kufuta vile ambavyo vinamridhisha nani? Allah tabaraka taala na maelekezo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa hii inasema kwamba asyamu junna, funga ni kinga, inamkinga mja huyu aliyefunga na machafu na maovu yasiyofaa. Sasa hapo anasema tena Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junna, bila shaka kiongozi khalifa ni kinga kwa waumini, ni ngao yao waumini. Kwa sababu gani? Uqatalu min waraihi, watapigana nyuma yake, uyutaka bihi, na kujikinga na shari kupitia yeye. Asa Uislamu hivi sasa dunia nzima hatuna kiongozi wa Kiislamu mmoja ambaye anatongoza chini ya nini? Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Huyu hayupo, kule kinga ya kiongozi haipo. Watu wapo hapo kivyao vyao. Ndio maana mwenye kutaka kuwa Uislamu anawaua, mwenye kutaka kuvamia Gaza anavamia Kashmir anavamia, hakuna kumuuliza wala kumfanya. Kwa sababu gani? Kwa nini? Hauna kiongozi wake mwenye maamuzi ya mwisho atotamri kwa Uislamu, jamani Uislamu mwenzenu kafikwa na jambo, fanyeni 1 2 3. Hii hali ambayo imeghalimu wa Kiislamu kwamba ile junna ya kiongozi haipo. Junna ya funga tunayo, lugha ni ile asiyamu junna, funga ni nini? Ni kinga. Alafu inamal imamu junna, kiongozi ni kinga. Funga na tukinga. Mashaallah, kila mmoja amefunga, jitahidi kuacha mabaya yasiyofaa, yasiyopendeza, jitahidi kufanya ibadati mbalimbali, amri za Allah, sunna natekeleza kalipo katika funga. Lakini funga kiongozi mwenye amri, kinga ya kiongozi mwenye amri na umu haipo. Kuna jukumu la Islamu kulikumbuka hili, kulinadi na kutangaza, jamani Waislamu, si tu jambo letu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokufa katoacha uongozi wa makhalifa wale masahaba, na waliendelea miaka na miaka rudi mpaka ilipangusha khilafa mwaka 1924, ikawa umma wa Kiislamu hawana tena kiongozi kuongoza katika mambo yao. Sasa kinga kiongozi tunayo, ndio maana leo umma umeparaganyika, unapigwa, unaangamizwa, unateswa. Lakini inshallah hivi karibuni kwa msaada Allah tabaraka taala na jitihada zetu sisi Waislamu kwa pamoja, itairejea nafasi yetu kupata kiongozi wa kilimwengu akaongoza Uislamu katika maisha yao kwenye kila dogo na kila kubwa. Allah kubali somo zetu, ibada zetu na visomo vyetu, kwani jua kitu ni mweza. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.